بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Allah amlipe kila la kheri ndugu yetu na shekhe wetu Abu Abdul Qadir Al-Sheikh Abdul Rauf Al-Munawi, wafaqahu Allah tabaraka wa taala, kwa mchango wake uliokuwa mkubwa katika siku hii ya leo, ambayo ni siku ya mwisho kwa mujibu wa ratiba yetu katika kuiendesha hii nadwa, ambapo ilikuwa ni sehemu yake ya pili ya nadwa. Walillahi alhamdu wal minna, tumefaidika kwa kiasi kikubwa tulioko ndani ya msikiti, kadhalika na wale ambao tunafuatilia kwa njia ya mtandao. Bila shaka tumefaidika kwa sehemu kubwa kwa yale ambayo ametufidisha shekhi wetu katika mambo ambayo yanayohusiana na amani na umuhimu na ulazima wa kuihifadhi. Kwa hivyo ni jukumu letu sote Waislamu bil khusus, lakini na Watanzania wote kwa ujumla, kuhakikisha tunashikamana na haya ambayo tumenasihiwa, yale ambayo yanasaidia, yale ambayo ni sababu ya kupatikana na kudumisha amani ya nchi yetu hii tulionayo. Tujitahidi sana kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake kuchunga amani hii tulionayo, ambayo ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na kujiepusha na yale yote ambayo yanayopelekea kutoweka kwa neema hii, kwa sababu neema hii ya amani, kama wanavyosema ahlul ilmi, ya kwamba haijulikani nafasi yake. Hii neema ya amani haifahamiki nafasi yake na umuhimu wake isipokuwa baada ya kuondoka kwake. Baada ya kutoweka hii neema, ndio watu tutakumbuka kwamba kumbe tulikuwa katika neema ya amani. Tutakapokuwa tumefika katika kipindi kibaya, kipindi kizito, kipindi cha taharuki, maisha ya hofu, tukaishi mfano wa ndugu zetu wanavyoishi Kongo na mfano wao, hapo ndipo Watanzania tutakuja kujua kwamba kumbe wale mashekhi wale ndugu zetu waliokuwa wakilingania amani na kutuhimiza kuilinda amani walikuwa sahihi, na kwamba ni kweli tulikuwa katika neema ya amani, kwa sababu mpaka leo wengi katika Watanzania hawajui kwamba wako katika neema ya amani. Ndiyo maana inafikia hatua wengine wanaposikia sisi tunaweka nadwa kama hizi, au katika majalisi zetu tunapokuwa tunahamasisha watu kwamba tujitahidi kuilinda hii neema ya amani tulionayo katika nchi yetu ya Tanzania, wenzetu wanatamani wawe kama sisi, kutokamana na maisha wanayoishi, maisha mabaya, nchi zao hazina amani. Tukiwaambia Waislamu maneno kama haya, baadhi yao wanaona kama vile hawa mashehe vipi hao, mbona kama hawajielewi, yani wao kila siku amani. Tena saa zingine unaweza kukuta sisi tunaongea hapa amani, mwingine kakaa nje kule anasema sasa kila siku amani. Nyewe mnasemaje amani wakati watu wanachinjwa huko? Mnasemaje amani wakati watu wanatekwa?
mnasemaje amani wakati njaa kali? Na mfano wa maneno hayo. Hayo ukimuuliza mtu kama huyo, watu wanatekwa na nani? Wewe unathibitisha kwamba wanatekwa na nani? Ukisema wanatekwa na fulani, kwa nini wanatekwa? Ni kwa nini wametekwa watu hao? Ukisema kwamba fulani amekamatwa, mimi ndugu yangu kakamatwa mpaka hivi sasa yupo jela, kwa nini kakamatwa? Ni kwa nini amekamatwa ndugu yako mpaka hivi sasa yupo jela? Limadha? Unatakiwa ujiulize kwa nini amekamatwa. Usiongee sana na kutukana serikali na kuwatukana viongozi kwamba ni madhalim, wanaua, kazi yao ni kuua, kazi yao ni kupiga, kazi yao ni kuteka na mfano wake. Usiseme kwamba nchi hii kazi yake ni kuteka. Nani katekwa? Na ni kwa nini ametekwa? Na ametekwa na nani? Tujitahidi sana Watanzania kuwa tunazitumia vizuri akili zetu, akili ambazo Allah tabaraka wa taala ametuneemesha. Wewe umekaa unamwabudu Allah tabaraka wa taala, unafanya ibada zako, unafanya yale ambayo yanayomridhisha Mola wako, si mwenye kufanya yale ambayo yanakupelekea katika maangamivu, si mwenye kufanya yale ambayo yanakupelekea wewe katika kuihatarisha nafsi yako na heshima yako. Itakuwaje watu tu waje wakuteke? Abadan. Itakuwaje uweze kukamatwa? Ima ukamatwa na polisi au ukamatwa na watu wengineo? Haiwezekani. Ukiona ima umekamatwa na polisi, ukashikiliwa ukawa chini ya ulinzi kwa ajili ya kulipa jeshi la polisi ushirikiano, utoe ushirikiano juu ya maneno uliokuwa unayasema. Na siku zote vyombo vya dola kama tunavyofahamu vimekaa kwa lengo na kwa ajili ya maslahi ya kulinda wananchi na mali zao. Sasa katika kutulinda sisi wananchi na mali zetu ni kuhakikisha hapatikani mtu yoyote mwenye kujaribu kuchafua amani ya nchi na kuleta taharuki. Na akionekana mtu yoyote anatumia mdomo wake au mkono wake kuichafua amani ya nchi na kujaribu kuleta maneno ambayo yanachochea uvunjifu wa amani, mtu huyu bila shaka lazima achukuliwe kwa misingi ya kisheria na nidhamu kwa mahojiano zaidi, na atoe ushirikiano, atoe ushahidi wa yale ambayo alikuwa akiyasema katika vyombo vya habari, katika mitandao ya kijamii. Sasa inapofikia hatua mtu anaitukana serikali, anatukana viongozi wazi wazi, wakati huo mtu anapokuwa anatukana, ima ni shekhe au ni askofu au ni mwanasiasa, wapo katika majukwaa kuitukana serikali na kutukana viongozi. Wakati huo watu hawa wanapokuwa wanatukana, wengi katika raia wanakuwa ni wenye wanaunga mkono hivyo vitendo wanavyovifanya, maneno wanayoyasema dhidi ya serikali, kuwatukana viongozi wa serikali. Kisha baada ya hapo kinachofuata, watu hao wanapokuwa wamechukuliwa, mathalan wakakamatwa na polisi
kwa ajili ya mahojiano na kuondosha hali ambayo inaweza ikaleta taharuki kupitia yale maneno anayoongea huyo mtu anapokuwa ameshikiliwa na polisi. Watu hao ndio wa kwanza kueneza maneno na kukomenti mitandaoni ya kwamba nchi hii ni nchi ya dhulma. Viongozi hao wanafanya dhulma, watu wanakamatwa, watu wanafanya kadha wa nahwi dhalika. Mnasahau kwamba huyo mtu kwa nini ameshikiliwa, alikuwa anafanya nini kabla ya hapo. Mmesahau maneno aliyoyasema dhidi ya serikali. Je, maneno yale yalikuwa ni ya sawa? Kwa hivyo nimeona nianze na utangulizi huu ikiwa ni tanbihi kwa Watanzania na kwa Waislamu kwa ujumla kwamba tuzitumie vyema akili zetu, tusiwe ni watu wenye kulalamika sana na kulaumu sana bila kuangalia ni wapi tumeteleza, bila kuangalia chanzo cha tatizo ni nini. Msikalie na kulaumu kwamba nyewe mnaelezea amani tu wakati watu wanatekwa. Kwa nini hujatekwa wewe? Mbona hujatekwa wewe? Kwa nini hujaja kukamatwa wewe? Kwa nini ni fulani? Kwa lazima uangalie ni kwa sababu gani madhara yamempata mwenzako, ili yale madhara yaliyompata wewe ujiepushe na umuombe Mola wako akuepushe na madhara hayo yasiweze kukukuta. Ndio maana sisi tutakuwa ni wenye kuendelea kuhamasisha jambo hili la kuchunga na kulinda amani tulionayo, kwa sababu amani ndiyo rasilimali ya maisha yetu. Amani hii, pamoja na kwamba baadhi yenu mtaona kwamba hatuna amani, Tanzania hakuna amani, basi fahamuni ya kwamba hii amani tulionayo, hicho kitendo cha wewe kutoka nyumbani kwako kuja msikitini, kutoka nyumbani kwako kwenda shuleni, kadhalika kutoka nyumbani kwako kwenda sokoni na mfano wake, hiyo ni sehemu katika amani. Wako watu ambao hawana uwezo wa kutoka katika majumba yao kwa sababu ya kuikosa amani ya njia yao. Hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema hiyo. Jana tulielezea maana ya maandamano, kadhalika na aina zake, kadhalika tukaelezea hukumu ya maandamano ya kwamba ni haramu na kwamba ni njia iliyokuwa ya haramu katika njia zinazotumika katika nidhamu ya demokrasia, na kwamba maandamano hayapo katika Uislamu. Kadhalika tukawa tumetaja mambo mawili, nukta mbili ambazo zinaashiria madhara ya maandamano, kwamba maandamano yanasababisha fujo katika nchi na kuyumbisha amani na utulivu katika nchi hiyo, lakini pia katika maandamano husababisha kuuawa kwa nafsi na kuteketeza kwa mali, kadhalika na kuvunja heshima za watu. Anasema Imam Ibn Bazi rahimahullahu ta'ala, la ara almudhaharati النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب الظلم والتعدي على بعض الناس بغير حق. الإمام ابن باز anasema kwa hakika mimi sioni, baada ya kuulizwa kuhusiana na maandamano akasema mimi sioni kwamba maandamano ni suluhisho ya kutatua matatizo, isipokuwa mimi ninaona kwamba maandamano ni sababu ya kuleta fitna mbalimbali na ni sababu ya shari
ni sababu ya kuleta shari katika nchi, kadhalika ni sababu ya kuleta dhulma, ya kuwadhulumu watu, na ni sababu inayopelekea mashambulizi, kuwashambulia baadhi ya watu bighairi haqqin, pasina haki. Maandamano hayana kheri, hayaleti kheri, bali siku zote maandamano yanaleta shari na inapelekea na inakuwa ni sababu baadhi ya watu kushambuliwa na kufikia hatua kupoteza maisha yao na wengine kupoteza viungo vyao. Haya ni maneno ya al-Imam Ibn Bazi rahimahullahu ta'ala akielezea athari za maandamano, na kwamba maandamano sio suluhisho la kutatua matatizo ambayo wananchi wanahitajia kwa viongozi wao kuweza kuyarekebisha. Tayib, kwa hivyo ndugu zangu katika imani, lazima tufahamu kwamba katika sababu zinazopelekea kuvunjika kwa amani ni watu kujaribu kufanya taharuki za maandamano. Maandamano yanaleta uvunjifu wa amani na husababisha damu kumwagika, kama tulivyoeleza jana, na tukapiga mfano wa baadhi ya maandamano ambayo yaliyotokea katika nchi yetu hii, maandamano ya Dibagula, kadhalika maandamano ya Mwembe Chai, kadhalika na mengineyo, kadhalika na maandamano yaliyofanyika katika nchi nyingine, maandamano yaliyofanyika Misri, kadhalika Tunisia, kadhalika Ufaransa, kadhalika Libya, kadhalika Algeria na kwingineko, ambao ukiangalia sehemu zote hizo athari za maandamano ni mbaya sana. Athari za maandamano yalikuwa matokeo yake ni mabaya. Kadhalika ukiangalia maandamano yaliyofanyika nchi jirani hapo, nchi ya Kenya, kuna maandamano yalifanyika mwaka 2013. Mimi nilikuwepo, nilikuwa Mombasa pale wakati nimeenda masomoni. Ukatokea maandamano, wakati huo watu wanaandamana, sisi baadhi yetu tulikuwa tumeenda kuswalia mjini, hatukujua kwamba watu wameratibu maandamano. Wakati tunarudi chuoni tunakutana na zahma, barabara zimefungwa, raia wanapigana na askari, ikafikia hatua askari wanatumia mashine za moto, wanapiga shaba watu, ikafikia hatua wanaohusika katika maandamano na tusiohusika, kila mmoja akawa anatafuta njia ya kutokea, kila mmoja anatafuta njia ya kutokea. Hapo ndo tukajua madhara ya maandamano, na baadhi ya watu ambao walikuwa hawajui wakajua kivitendo baada ya kushuhudia yale matukio yanayofanyika. Watu wanauawa mchana baada salati aljumaa. Haya ni katika madhara yanayopatikana katika maandamano. Kwa tunavyowaambia kwamba maandamano yana athari ikiwemo kumwagika damu, ni jambo liko wazi, ni jambo liko wazi. Kwa hivyo watu msijaribu, na tusipende kuwa ni watu wenye kujaribu mambo ambayo hayatakikani kujaribiwa. Haya ni baadhi katika athari za maandamano. Kadhalika katika madhara ya maandamano, jambo la tatu katika mwendelezo wa yale ambayo tuliyataja jana, annaha tusabbibu al-adawata wan-nizaa'ata baina rijali al-amni wal-mutadhahirin. Ni kwamba katika madhara ya maandamano ni kwamba maandamano yanasababisha uadui. Tusabbibu al-adawata, maandamano yanasababisha uadui na magomvi, wan-nizaa, na magomvi baina rijali al-amni, kati ya askari
walmutadhahirin, na wale waandamanaji. Maandamano husababisha uadui na magomvi kati ya askari wanaotuliza ghasia na wale wanaoandamana. Nyinyi ni mashahidi. Watu wanapokuwa wameandamana barabarani, serikali ikawa imekataza, jeshi la polisi likatoa taarifa kwamba watu msiandamane, lakini raia wao wakasema sisi tunaandamana, sisi hatuwezi kuacha kuandamana. Kama ambavyo mpaka hivi sasa wako baadhi ya watu wanasema sisi kazi yetu ni kufikisha, wama alaina illa albalagh, kazi yetu sisi ni kufikisha. Ama suala la watu kuacha au kutekeleza, hiyo ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala, lakini pia na nyinyi wenyewe mkitaka mtaacha, la wa illa mkitaka mtoke tokeni, lakini mtakapotoka yatakao wasibu fala talumanna illa anfusakum, msimlaumu yoyote isipokuwa nafsi zenu. Maana mwingine anasema sasa, unadhani kwa maneno yenu mnaongea kwamba maandamano hayafai, maandamano ni haramu, maandamano yana madhara, kwa maneno haya ndio yatufanye sisi tusitoke? Tukitaka kutoka tunatoka. Wapo baadhi ya watu wanaongea hivyo kwamba watu wakiamua kuingia barabarani wanaingia, hata kama kuna vifaru. Haya basi, ingieni. Si mnataka kuingia? Ingieni, mzitie nafsi zenu katika maangamivu. Kwa hivyo watu wanapokuwa wameandamana, nyinyi ni mashahidi, kunapatikana taharuki kubwa kati ya wale waandamanaji na askari polisi wanapokuwa wanatuliza ile ghasia. Kwa chuki inakuwa ni kubwa na vita yake si ndogo. Ndio maana baadhi ya time inafikia hatua askari wanatumia silaha kali kwa sababu ya hali inapokuwa hairidhishi. Lakini kawaida katika maandamano askari wanatumia marungu, watu wanapigwa virungu. Na kama nilivyosema jana, katika maandamano wako baadhi ya watu wamekufa wakiwa na vilema, watu wamekufa wengine wakiwa hawana baadhi ya viungo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya madhara waliokumbana nayo katika maandamano. Kwa hiyo maandamano yanasababisha uadui kati ya askari kadhalika na waandamanaji. Kwa hiyo inafikia hatua baadhi ya watu katika wale waandamanaji wanakuwa ni wenye kuwalia timing wale askari, wanawatafutia njia kuweza kuwadhuru askari. Haya ni katika madhara ambayo yanayopatikana katika maandamano, wa na'udhu billahi min dhalika. Rabi'an, jambo la 4 katika madhara yanayopatikana katika maandamano, ta'tilul intaji wa masalihil biladi. Ta'tilul intaji wa masalihil biladi بسبب توقف العمل والتجارة والزراعة وسد الطرق. Pia katika madhara ya maandamano, maulama wanasema ta'tilul intaji ni kuvurugika kwa kuzalisha, kuharibika na kuvurugika uzalishaji, yani nchi inakuwa haizalishi kwa wakati huo wa taharuki ya maandamano. Jambo hili la uzalishaji wa bidhaa ambazo bidhaa hizo ni kwa ajili ya maslahi ya taifa, kwa ajili ya maslahi ya raia, jambo hili linakuwa ni lenye kuvurugika. Kadhalika na maslahi ya nchi mengineyo yanakuwa ni yenye kuvurugika bisababi tawaqquf al-amali, kwa sababu ya kusimama, kwa sababu ya kusitishwa kwa kazi zinasitishwa kwa muda. Wa tijara, kadhalika biashara zinasitishwa, biashara zinasimama. Wa ziraa, na kilimo kadhalika kilimo kinasimama.
Nani atakuwa tayari kutoka hali ya kuwa njia zimefungwa? Nani atatoka nyumbani kwake hali ya kuwa nje kumenuka, nje ni kuchafu? Hakuna yeyote atakayeweza kutoka kwenda sokoni kufungua duka lake, kwa sababu anajua hali imechafuka. Kwa inapokuwa kazi zimesimama, biashara zimesimama, kadhalika na njia zimefungwa, hali hii inapelekea maslahi ya nchi kuharibika na kuvurugika kwa muda, na sehemu za uzalishaji zinakuwa ni zenye kusimama kwa sababu ya madhara yanayosababishwa na maandamano, kwa sababu ya taharuki inayokuwa imepatikana kupitia maandamano. Ni kwamba maandamano yanasababisha kazi kusimama, na hili linafahamika. Kazi zinasimama, maduka yanafungwa, bali watu wengine wanakimbia maduka yao bila kufunga baada ya kuona taharuki. Watu wanakimbizana, wahalifu wanakimbia kujificha katika maduka ya watu, askari wanawafuata huko. Hali inakuwa si hali inakuwa si shwari wakati huo. Sasa inapokuwa imefikia kipindi hicho, hapo haijalishi Muislamu au asiyekuwa Muislamu, haijalishi duka hili ni la nani na allani. Inapokuwa imetokea taharuki inayosababishwa na maandamano, madhara yake yanawakumba wanaohusika na maandamano, wale waandamanaji na wasiohusika wanajikuta wanaathirika na madhara ya maandamano. Hilo ni jambo la 4. Khamisan, jambo la 5 katika madhara ya maandamano, husulu bisababiha al-idraru bilmumtalakati al-ammati wal-khassa. Hupatikana kwa maandamano, katika madhara ya maandamano ni pamoja na uharibifu wa mali za umma. Husulu bisababiha al-idraru bilmumtalakati al-amma wal-khassa. Kwa maandamano kupatikana madhara ya uharibifu wa mali za umma. Mali za umma kwa maana mali za serikali, kadhalika na mali za khasa, mali za watu binafsi, kama tulivyoona jana kwamba katika madhara yanayopatikana katika maandamano ni kuteketeza mali, zikiwemo mali za serikali, mali za watu binafsi zinaharibiwa siku ya maandamano. Kupitia maandamano mali huteketezwa, magari yanachoma moto, watu wanachoma moto magari ya polisi, kadhalika na magari ya watu binafsi, kwa sababu watu wanapokuwa wameandamana akili zao zinakuwa zimevurugwa, kama tutakavyoona mbele katika maelezo. Anasema Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, la shakka, hapana shaka kabisa, anna al-mudhaharati sharrun, kwamba maandamano ni shari. Hakuna shaka kwamba maandamano ni jambo la shari, liannaha tuaddi ila al-fawda, kwa sababu jambo hili la maandamano linapelekea kuzalisha fujo na taharuki katika nchi kwa wale waandamanaji, kadhalika na wasiohusika na maandamano, bali hupelekea maandamano watu baadhi kushambuliwa, sawasawa ni wale waandamanaji au wengineo wasiokuwa katika waandamanaji, wakashambuliwa katika mili yao, wakajeruhiwa, au katika mali zao, kadhalika na zikavunjwa heshima zao. Kisha akasema Imam rahimahullah, lianna fi hadhihi alfawda qad yakunu alinsanu kasakarani, katika hali hii ya taharuki ya maandamano mtu inafikia hatua anakuwa kama ni mlevi.
inafikia hatua wale waandamanaji wanakuwa kama walevi, la yadri ma yaqulu wala ma yaf'al. Mtu anafikia hatua hajui anachokisema wala anachokifanya. Kwa hivyo litakalomjia mbele yake ndilo atakalolifanya. Kwa hivyo na wewe ukimkalia mbele, anapita na wewe sawa sawa, unahusika au huhusiki. Kwa hivyo hata gari yako ikiwa umeipaki pembezoni akaiona, basi huwa mara nyingi wale waandamanaji wanakwambia hizi ndio kodi zetu zenyewe hizi, hawa ndio madhalimu. Wanatumia lugha kwamba hizi ndio kodi zetu. Kwa hivyo badala ya kuchukua kwamba tuchukue hizi kodi zetu sote tukanufaike nazo, wanazitia moto ili tupate hasara wote. Wanajikuta wanatia moto gari la mtu binafsi ambaye hahusiki kabisa katika maandamano wala katika yale ambayo wanayoyapigania. Kwa hivyo shekhe amesema haya maneno kuonesha madhara ya maandamano. Hilo ni jambo la 5, kwamba maandamano ni sababu ya kuharibu mali za umma, kama tulivyoona kwa mfano tuliopiga jana kwa wale raia wananchi waliofanya tukio hapo gerezani siku zilizopita, tukio la kuharibu na kuvunja vioo vya magari ya mwendo kasi na kufanya fujo pale gerezani. Kadhalika wengine wakafanya fujo Magomeni kule na wakavunja vioo vya gari za mwendo kasi, kisha wakawa wanajigamba kwamba wao ni watu wa Kimara, na ikawa ndio msemo wa mjini kwamba watu wa Kimara hawana mchezo bwana, watu wa Kimara hawana mchezo bwana. Hadha jahalun wa dalal. Haya si maneno ya sawa. Huwezi kuondosha munkari kwa kufanya munkari zaidi. Munkari hautakiwi kuondoshwa kwa munkari uliokuwa zaidi. Na bila shaka kile kitendo kilichofanyika ni mpango maalum ambao uliandaliwa na watu. Bila shaka haiwezekani kwamba ni jambo tu watu tu walikurupuka wakafanya lile tukio. Hapana, bila shaka lile ni tukio ambalo limeandaliwa na watu maalum wenye nia mbaya, wenye nia chafu na nchi yao hii, nchi ya Tanzania, watu ambao hawaitakii kheri nchi yao hii, watu ambao hawajui maslahi ya nafsi zao, kadhalika na maslahi ya nchi yao. Ndio maana ikafikia hatua watu wanapanga njama za kuweza kufanya uharibifu, kuharibu mali za umma ati waweze kuletewa magari mengine. Huu ni utovu wa adabu na ni kuto kutumia akili vyema, ni kuto kuitumia akili vizuri katika maslahi ya nafsi kadhalika na taifa kwa ujumla. Sio njia sahihi ya kuharibu mali za serikali ambazo ni mali za umma eti kwa sababu waweze kurekebisha. Sio njia sahihi. Zipo njia nyingine ambazo yafaa kutumika kwa ajili ya kufikia malengo, lakini sio njia sahihi ya raia kwenda kuchoma vituo vya polisi ati kwa sababu hawa polisi hawa ndio wanaosababisha vurugu mtaani. Hadha jahal wa dalal. Huu ni upotevu kabisa. Hii sio njia ya sawa, si njia sahihi ya kufikisha ujumbe. Sadisan, jambo la 6 katika mambo yanayoonyesha madhara ya maandamano, anna almudhaharati, ni kwamba maandamano fursatun khatiratun, ni fursa hatari sana, liindasi almufsidina walmujrimina, ni fursa hatari ya kujichomeka watu waovu, watu wenye kufanya ufisadi, waharibifu, watu waovu, litahqiqi maaribihim. Watu waovu wanachukua chansi, wanatumia chansi ya maandamano kujichomeka katika safu ya wale waandamanaji kwa lengo la kufikia
na kuyapata yale makusudio yao, yale matakwa yao na malengo yao yaliyokuwa mabaya. Kasarikati, kama vile wizi unafanyika katika maandamano, wanahwiha, na mfano wa hayo. Katika safu ya maandamano, safu ya waandamanaji huwa siku zote wanajichomeka watu wasiokuwa waandamanaji, na hilo linafahamika. Wanajichomeka katika safu ya waandamanaji wezi, wanajichomeka vibaka, walevi, kadhalika na magaidi wanajichomeka ndani ya waandamanaji. Watu wenye silaha kali wanaingia katika waandamanaji. Watu wanaandamana, wanasema kwamba wanatoka kufanya maandamano ya amani bila ya kubeba silaha, lakini unakuta katikati ya maandamano au mwisho wa maandamano utakuta baadhi yao wamekamatwa wakiwa na silaha. Zimetoka wapi? Hapa ndio utajua kwamba katika safu ya maandamano huwa wanajichomeka almufsidun, watu waharibifu, watu waovu, wenye nia mbaya. Magaidi wanajichomeka humo kwa lengo la kuwadhuru askari. Ndio maana utasikia katika maandamano wamekufa askari wawili, amekufa askari mmoja, kapigwa shaba. Watu wamesema wanaandamana maandamano ya amani. Hiyo shaba imetoka wapi? Kajichomeka mule gaidi. Haya ni katika madhara ya maandamano. Kadhalika na wezi wanajichomeka humo. Tumeshuhudia maandamano mengi yamefanyika, watu wanaiba sana, wanavunja maduka ya watu, watu wanapitia vitu katika maduka ya watu, wanapitia mali za watu, wanaiba pesa za watu katika maduka yao kupitia maandamano. Na haya yanafanyika hapa kwetu pia. Maandamano yaliyofanyika yamefanyika hivyo. Wezi wanapitia bidhaa katika maduka ya watu, na wanapokuwa wanaiba wanakwambia hizi ndio kodi zetu hizi, watu wananufaika na kodi zetu, wacha na sisi tutumie fursa. Ya salam, wewe unaandamana kwa ajili ya kupanda nauli, inakuwaje unaiba kwenye maduka ya watu ya akhi? Inakuwaje? Kwa hivyo katika maandamano wanajichomeka katika safu ya waandamanaji vibaka, watu waovu wenye nia chafu, kutaka kuharibu mali za watu, kama tulivyoona maandamano ya juzi yaliyofanyika Moroko. Watu walikuwa wanaiba, nyinyi mtakuwa ni mashahidi, waoneshwa kabisa watu wanaovunja maduka ya watu wanaiba. Huyu anapitia hiki, huyu anapitia kile, walevi wanapitia pombe. Sasa mmeandamana ili mfikie malengo yenu, au mmeandamana kwa lengo la kuharibu mali za watu na kuiba mali za watu? Kwa hivyo haya ni miongoni mwa madhara yanayopatikana katika maandamano, kwamba katika safu ya waandamanaji si kwamba wote wanakuwa na malengo yale wanayokusudia wale waandamanaji. Wako wengine wanakuwa na nia zao nyingine kabisa. Wakishaona kwamba kuna safu ya maandamano, na wao wanajichomeka. Wanasema katika msafara wa mamba humo ndani kuna kenge, si ndio? Kwamba katika msafara wa mamba kenge huwa hakosi. Hiyo ndio maana yake, kwamba katika msafara na katika safu ya maandamano huwa wanajichomeka watu waovu, huwa wanajichomeka watu waovu, na ni bora wajichomeke wezi na vibaka kuliko wajichomeke humo magaidi, watu ambao wanania mbaya, na watu wanaotembea na silaha za moto. Wa na'udhu billahi min sharrihim. Sabian, jambo la saba, tukiwa katika ukingoni kumalizia nukta hizi. Ziko nyingi, lakini tutakomea njiani kuangalia maslahi ya wakati insha Allah taala. Jambo la saba, wanasema ahlul ilmi katika madhara ya maandamano, inqita'u kullu ma yataallaqu biiqtisadi albaladi, inqita'u kullu ma yataallaqu biiqtisadi albaladi bishaklin 'am, kwamba
katika madhara ya maandamano ni pamoja na kuvurugika na kukatika kila jambo linalohusiana na uchumi wa nchi. Kila jambo linalohusiana na uchumi wa nchi linakuwa ni lenye kukatika kwa muda huo, linakuwa ni lenye kuvurugika bishaklin am, kwa ujumla. Nchi inapokuwa imeingia katika machafuko, nchi inapokuwa imeingia katika taharuki, neema hii ya amani ikawa imetoweka, amani ambayo tunaihimiza mara kwa mara na kuwaambia Watanzania wajitahidi kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake kuhakikisha anailinda amani hii tulionayo. Inapokuwa imetoweka katika nchi, huwa siku zote uchumi wa nchi huwa unayumba, lianna albalada alladhi yakthuru fiha almudaharatu, kwa sababu nchi ambayo inakithiri maandamano, machafuko, taharuki, la yumkin an tataamala ma'ahum albuldanu alukhra, haiwezekani nchi hiyo ikawa ni yenye kuamiliana, ikawa ni yenye kushirikiana na nchi nyinginezo katika hali ya kuzalisha bidhaa mbalimbali. Hakuna nchi yoyote ambayo itaweza kuingia katika nchi ambayo haina amani, abadan. Hakuna wawekezaji watakaotoka nchi za kitajiri kuingia katika nchi yoyote kwa ajili ya kuwekeza na kuzalisha, kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi. Hakuna mtu huyo atakayeweza kuthubutu kufanya jambo hilo akaingia katika nchi ambayo amani yake imetoweka. Wawekezaji hawawezi kuingia katika nchi ambayo haina amani, liannahu la yakunu makanan aminan, kwa sababu nchi hiyo wakati huo inakuwa sio sehemu ya amani, lilbai'i washirai walistithmari. Wakati huo nchi hiyo inakuwa sio sehemu ya amani, sio sehemu salama, sio sehemu yenye utulivu ambayo inafaa watu kwenda kuwekeza biashara zao, si sehemu ambayo yafaa kuuza na kununua, kadhalika na wenye pesa zao kuwekeza. Haya ni katika madhara pia yanayopatikana katika maandamano, kwamba husababisha uchumi wa nchi kuyumba, kwa sababu nchi uchumi wake ili uweze kupanda ni kupata wawekezaji kutoka nje, watu wenye pesa zao waje katika nchi yetu hii ya Tanzania, kama ambavyo tunashuhudia hivi sasa, watu wanakuja kuwekeza. Sasa mwingine ukisema hivi, sasa wewe unasema kwamba watu wamekuja kuwekeza, wamewekeza nini? Mbona hatuoni walichokiwekeza? Watu tunakufa njaa huku mtaani. Yahi, wewe unakufa njaa kwa sababu huna tu pesa shekhe, lakini watu wanawekeza, na watu wenye pesa wanazo tu, kama alivyosema ndugu yangu katika mukaddima wake kwamba wewe umaskini wako ni kitabu hiyo Allah tabarak wa taala ashakuandikia. Yani jambo hilo lishaandikwa kwamba wewe maskini tu, wewe ni fakiri tu, na kama wewe ni tajiri ushaandikiwa wewe ni tajiri. Sasa mwingine njaa, ikiwa hajala mchana kutwa usiku hana mpango wa kula. Sasa ukieleza kwamba nchi wawekezaji wanapokuwa kunapokuwa na amani, wawekezaji wanakuja, nchi inapanda kiuchumi, unaposema maneno haya anaona yani ushamekosa maneno ya kusema kabisa. Watu tunakufa njaa afu unasema nchi na uchumi. Ya salam. Haya ndio maneno wanaokuwa wanaongea wenzangu na mimi ambao ni dharaba wenye maisha dharaba hohehahe. Sasa hali zetu hizi, unapokuwa maskini usijalie kwamba watu wote ni masakini. Tunaposema kwamba hivi sasa tupo katika hali ya neema, utawala tulionao hivi sasa tupo katika hali ya neema, walillahi alhamdu wal minna. Allah tabarak wa taala amefungua milango ya kheri, milango ya riziki. Watu wakitoka kwenda kutafuta wanapata kwa wepesi, walillahi alhamdu. Tunaposema watu wanajenga laila wa nahara, usiku na mchana,
magorofa yanapanda. Hizi si katika neema jamani? Hizi si katika neema zenyewe? Unaposema hivyo nasema watu wanajenga, nani anajenga? Ya akhi, wewe ndio hujengi shekhe, watu wanajenga huko. Hebu nenda Kariakoo pale, kila mtaa ukizunguka magorofa yanapanda. Hizi ni katika fadhila za Allah tabaraka wa taala, na kwamba rehema za Allah na riziki za Allah zimefunguliwa, na riziki za Allah hazifunguliwi hivi hivi, ni kupitia watawala. Na Allah tabaraka wa taala ametuletea watawala ambao wamefungua mirija. Tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa hizi neema, na ili ziweze kukithiri na kuweza kudumu, inatakiwa tudumishe hii neema ya amani, vinginevyo zitakosekana hizo. Nani atainua ghorofa yake hali ya kuwa kumenuka? Abadan. Kwa hivyo katika madhara ya taharuki katika nchi, ndugu zangu, ni kuyumba kwa uchumi wa nchi. Na uchumi unapokuwa umeyumba wa nchi, kuanzia ngazi ya juu hata huku chini kwetu huku mtaani, hohehahe, dharaba, ndiyo tunaishi katika hali ngumu zaidi na zaidi. Lakini unapokuwa uchumi uko kati na kati au unazidi kupanda juu, ndiyo huku mtaani nasi pesa inatufikia. Hata wale ambao ni wafanyabiashara wadogo wadogo wanapata kufanya biashara zao na mambo yanakwenda vizuri, walillahi alhamdu wal minna. Tayib, jambo la 8 na la mwisho insha Allah nitabakia hapa. Katika madhara pia ya maandamano, itharatul hiqdi wal ghilli fi nufusi abna'i almujtama'i. Katika madhara pia ya maandamano ni kusababisha chuki na mifundo katika nyoyo, huzalisha chuki na vifundo katika nyoyo za watu, katika nyoyo za raia. Watu wanakuwa ni wenye kuchukiana wao kwa wao, raia wanakuwa ni wenye kuchukiana wao kwa wao. Liannahu yusbihu ba'dhum mu'aridun wa ba'dhum muayyidun, kwa sababu siku zote inakuwa katika wakati huo wanakuwepo baadhi ya watu, baadhi ya raia wanakuwa ni wenye kuunga mkono maandamano na kuhamasisha watu watoke, na wanakuwepo ambao wanakataa na kupinga kwamba maandamano ni haramu, maandamano hayafai, maandamano sio njia sahihi ya kufikisha ujumbe kwa watawala, maandamano sio njia sahihi ya kudai haki zetu. Zipo njia sahihi. Kwa hiyo yanapatikana makundi mawili katika raia. Kwa yanapopatikana makundi mawili, baadhi yao wanapinga na wengine wanakubali na kusema ya kwamba tutoke. Inapofikia hatua hiyo, yafikia hatua watu hao wanakuwa ni wenye kuchukiana, baadhi yao kuwachukia wenzi wao, bali kufikia hatua watu kupigana, na wengine kukatana na kuhamana. Wanahamana kabisa, wanakata, wanavunja ule udugu. Wengine wanavunja udugu kabisa, udugu wa nasab, kwa sababu ya madhara ya maandamano, kwamba yeye anaunga mkono maandamano na anasema tutoke, mwenzake anasema hapana, haifai, maandamano ni haramu na haifai kutoka. Basi wanawekeana bifu na kukatana moja kwa moja na kuvunja udugu, bali kufikia hatua watu kuvunjiana heshima na kupigana. Haya ni baadhi katika madhara yanayopatikana katika maandamano, kama tulivyosema jana kwamba maandamano ni wasila, maandamano ni njia na wasila. Siku zote njia siku zote inakuwa na hukumu ya kile ambacho kinachotafutwa, kile kitu ambacho kimewekewa hukumu, basi ile njia ya kukifikia kitu hicho huwa inachukua hukumu ya kitu hicho. Sasa wanasema ahlul ilmi, idha kanat alghayatu sahihatan, yanapokuwa malengo ya mtu ni sahihi,
yanapokuwa malengo ya mtu ni mazuri, la yutawassalu ilaiha bimuharramin, haifai kuyafikia na kuyaendea hayo malengo yake kwa njia iliyokuwa ya haramu. Haifai. Malengo yako ni mazuri, nia yako ni nzuri, unakusudia kuandamana, yani wewe unakusudia kwamba kwa nini vitu vinapanda bei, kwa nini mgao wa umeme kila siku, kwa nini kadha wa kadha. Ukiangalia ni kweli mgao umekithiri, vitu vimepanda bei, nauli zimepanda, tena zinapanda ghafula bila mpango. Hakikatan huo ndio uhalisia ulivyo tayari. Haya, sasa tunataka tuondoshe hili. Tunaliondoshaje hili? Tunataka tuondoshe hii dhulma kama wanavyosema, wanaita hii dhulma. Tunataka tuiondoshe hii dhulma. Sasa tutaiondoshaje? Kuna njia sahihi za kuwafikishia watawala kama ambavyo tumeelezea: kuwaandikia, kuongea nao, kuwashika mikono na mfano wake, na sio kuandamana. Ukiandamana utakuwa umepita njia ya haramu, utakuwa umepita njia ya kufikia hayo malengo yaliyokuwa ya sawa, hayo malengo yaliyokuwa sahihi, lakini kwa njia iliyokuwa ya haramu, njia yenye madhara, njia isiyokuwa sahihi. Kwa hiyo maandamano ni wasila, ni njia ambayo ni muharrama, ni njia iliyokuwa ya haramu. Kadhalika kama ambavyo yafahamika kwamba katika maandamano hupatikana ikhtilat, hupatikana mchanganyiko baina rijali wan nisai, hupatikana mchanganyiko kati ya wanamume na wanawake, vurugu, mechi haieleweki, taharuki, haijulikani huyu ni mwanamke, huyu ni mwanamume, haijulikani. Na sasa hivi kwa vile dada zetu wanavaa masuruali, wapiga majinsi, unaweza kumpiga kikumbo binti unadhani ni mwanaume, kumbe ni msichana. Haya ni katika madhara ambayo yanapatikana katika maandamano, ikhtilat, mchanganyiko, mwingiliano baina ya wanamume na wanawake na mengineyo katika madhara yanayopatikana katika maandamano ambayo tumeyaacha, lakini tutosheke na hayo ambayo tumeyataja. Tujitahidi sana ndugu zangu katika imani, tuwe katika watu ambao wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri. Tujitahidi sana ndugu zangu Waislamu bil khusus, lakini na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu tunasema na Watanzania kwa ujumla kutokana na unwani ya hizi mada ambazo tunazitoa. Hizi mada haziwahusu Waislamu peke yao, hizi mada zinatuhusu sote, zinatuhusu sote Watanzania, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuhakikisha kila mmoja anakuwa ni mlinzi wa kulinda amani ya taifa hili la Tanzania, ili tuendelee kubaki katika salama na amani, tuweze kuendelea kumwabudu Allah tabaraka wa taala katika hali ya utulivu na amani. Mwisho kabisa, nasaha zangu za mwisho, tusighurike na hawa watu ambao wanaotoa ushawishi, wanaoshawishi wa Tanzania kwamba siku ya Jumatano, siku ya 29 ambayo ni siku serikali itakuwa katika jambo kubwa, itakuwa na jambo lake, tena jambo lilokuwa kubwa, jambo la uchaguzi mkuu. Sasa kuna watu ambao wanashawishi wa Tanzania, wengine wako ndani ya nchi, wengine wako nje ya nchi, wanatumia media, wanatumia mitandao ya kijamii kuwashawishi wa Tanzania kwamba wasikubali dhulma, wasikubali dhulma, waingie barabarani, wapinge uchaguzi, waandamane kupinga uchaguzi, kwamba uchaguzi huo si wa halali, kwa maana ni uchaguzi wa haramu. Kwa hivyo sisi hatukubaliani nao, watu waandamane. Na nyinyi ni mashahidi, na hili limekuwa
hivi sasa ndio kauli mbiu, ndio neno la mjini. Vijana wa mjini hivi sasa, yani masikio yao yote yameelekea kwenye maandamano, kwamba tunasubiri tarehe 29, tunasubiri siku ya tukio. Na saha kwenu nyinyi vijana, hasa vijana, kwa sababu vijana ndio damu changa na ndio ambao wameghurika sana na ndio wenye kuchukuliwa na mawimbi ya fitna. Msijiingize katika maandamano hayo. Maandamano ni shari. Hao wanaokushawishini wenzenu wana mipango yao, maisha yao yako vizuri. Hao wanaokushawishini ambao wako nje ya nchi wanafanya mambo yao, wanakuamrisheni muingie barabarani, halafu yatakaowakuta yawakute nyinyi masakini hohehahe. Wenye kupoteza maisha yao wapoteze, na wenye kupoteza viungo vyao wapoteze, na wenye kupoteza heshima zao wapoteze, na mfano wake. Ili hali wale ambao wamekutoweni barabarani, wao wanafanya mambo yao kwa starehe. Msifanye hivyo. Isifikie hatua wa Tanzania mkafikie hatua ya kutokuweza kuzitumia akili zenu vizuri, mpaka ikafikia hatua akili zenu yani akili zenu zimeshikwa na mwanadada mmoja tena mtandaoni, ikafikia hatua anawatoa barabarani, mnaandamana. Isifikie hatua hiyo, kwa sababu maandamano yana madhara. Na kwa nini fikie hatua kwamba unaandamana kwa kupinga uchaguzi usifanyike? Kwa nini? Kama hutaki kwenda kupiga kura usiende. Kwani umelazimishwa kwamba ni lazima kwamba kila mmoja lazima aende? Sipoenda anashikiliwa bakora. Umeshikiliwa bakora. Usipotaka kwenda khalasi usiende. Kaa dukani kwako, fanya biashara zako, kaa nyumbani kwako, fanya shughuli zako. Wacha kushawishi watu watoke barabarani. Wacha kufanya fitna. Wacha kuleta taharuki. Ushawishi huu unavunja amani. Huu ushawishi ni wenye kuvunja amani, na unaweza ukafikia hatua kumwaga damu za watu. Damu za Watanzania ni aula, ni bora zaidi kuliko siasa zenu. Siasa zenu zisifikie hatua kumwagika damu za Watanzania, kwa sababu wako baadhi ya wanasiasa wanatumia majukwaa yao kunadi uvunjifu wa amani ili damu ya Watanzania imwagike dhulman wa udwana kwa maslahi yao binafsi. Haya ni maslahi binafsi. Mtu anasimama ananadi kwamba watu tusikubali, hii ni dhulma. Kumbe mtu huyo anapigania tumbo lake, anapigania madaraka. Akishapata hicho kiti akaketi hapo, hata kukumbuka wewe ulioandamana, hata kuwa na mpango na wewe, bali siku utakapoandamana hali ya kuwa yeye ni kiongozi, atakutandika marungu, atakuwa dhidi yako. Ndio ujue ya kwamba hawa wanatafuta kwa ajili ya maslahi ya matumbo yao. Sasa isifikie hatua nyinyi wanasiasa, baadhi yenu, msitumie siasa ikafikia hatua kuvunja amani ya Tanzania, ikafikia hatua damu za Watanzania zikamwagika, kwa sababu damu ya Mtanzania ni bora zaidi kuliko siasa, ni bora zaidi kuliko matumbo yenu. Muogopeni Mola wenu, muogopeni Mola wenu aliyokuumbeni, na mjue ya kwamba ipo siku mtarudishwa kwake yeye, na mtakwenda kuadhibiwa kwa haya ambayo mnayoyafanya kuwadhulumu wa Tanzania. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie katika waja wema wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri. Yako mengi ya kuongea na nyinyi, lakini najua bila shaka tunaongea hivi, lakini wako wengine wanachukia. Kama nilivyosema kwamba katika madhara ya maandamano wanakuwepo wengine wanaunga mkono na wengine wanachukia, wa hakadha. Lakini tukubaliane kwamba hakuna jambo lolote linaloweza kufanyika
panapokuwa hakuna amani. Jambo la kwanza ni amani, kisha mambo mengine yafuatie. Nasallallahu as-salama wal afiya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.